ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام والإيمان، ولك الحمد أن جعلتنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومعلمنا محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذ الله منا وإياكم من النار. ملك الملك وملك الملوك، تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تؤتي الليل في النهار وتؤتي النهار في الليل، وترزق من تشاء بغير حساب. قال سبحانه وتعالى: إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقرب عليانا ولو كان كاسيا. Ama baada, ndugu zangu watukufu wa Kiislamu wa mji huu mzuri wa El Maravini, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia kama mwanadamu haipo tayari kuvaa vazi la ucha Mungu, basi huwa uchi hata kama amevaa mavazi. Na tunabudi kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa neema nyingi na rehema nyingi ambazo kwamba ametuneemesha sisi wanadamu. Ikiwa neema kubwa kabisa, ndugu yangu mtukufu wa Kiislamu, ni wewe kupumua, ni wewe kufika msikitini ukiwa hai. Kwa sababu kuna ndugu yako ambaye kwamba iko hospitalini sasa hivi angetamani kufika msikitini, lakini yuko odini amelazwa. Kwa ndugu yako Muislamu sasa hivi ndio yupo katika sakratul maut. Kwa ndugu yako sasa hivi yuko ICU, lakini mimi na wewe tumeweza kufika msikitini, sio kwa rehema, sio kwa nguvu zetu au kwa kuwa sisi tunajua sana, isipokuwa kwa rehema yake na huruma yake, mapenzi yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatunabudi kusema alhamdulillah. Ndugu zangu tukufu wa Kiislamu, tazungumzia mada inayosema watu wengi kujisahau, tawakkal ala Allah. Uko tayari kuwa Muislamu wa kweli? Ikiwa wewe hauko tayari kuja msikitini mapema kwa wakati, kama siku hii ya Ijumaa, ina fadhila kubwa Muislamu kuja msikitini mapema na kuwahi safu ya kwanza, ina ujira mkubwa zaidi. Ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, laitani hiyo wangejua watu ujira wa thawabu ya laini ya kwanza, hii safu ya kwanza thawabu zake, basi watu wangelikuwa wanapigania watu kuwahi msikitini kwa safu hii ya kwanza. Kwa hiyo ni vyema unapofika msikitini na kuwahi safu ya kwanza na kujaza safu ya kwanza, na ikijaa safu ya kwanza basi huna budi wewe kujaza safu ya pili, na safu ya pili kijaa basi huna budi kujaza safu ya tatu na kuendelea. Kwa hiyo ndugu yangu mtukufu wa Kiislamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia katika Qur'an: ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jum'a fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay', dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia ya ayyuhalladhina amanu. Hakusema ya ayyuhan nas, hakusema ya ayyuhal muslimun, alisema ya ayyuhalladhina amanu, enyi mliyemwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kwenye kumwamini Mwenyezi Mungu sio wote. Kumwamini Mwenyezi Mungu ni wewe kushikamana na ibada. Kumwamini Mwenyezi Mungu ni wewe kuwa Muislamu wa kweli. Kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni wewe kushindana kwa mambo ya kheri, falyatanafasil mutanafisun. Huyu amehifadhi juzuu 2, ni wewe kuhifadhi juzuu 3. Huyu amehifadhi juzuu 4, ni wewe kuhifadhi juzuu 5. Huyu ametoa shilingi 100, wewe ni kutoa 200. Huyu ametoa 500, ni wewe kutoa 1000 kwa ajili ya kheri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kumwamini Mwenyezi Mungu sio jambo la kitoto, sio jambo dogo. Ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, Uislamu sio kanzu na kofia. Uislamu sio kuvaa baibui na mitandio. Uislamu sio kuvaa dera. Uislamu ni matendo yako, ndugu yangu mtukufu wa Kiislamu. Leo ni wangapi tunajaza mabanda ya mipira? Ni wangapi tunakaa kwenye sehemu ya siasa masaa 24, masaa 3, masaa 4, lakini mtu kuja msikitini basi kukaa dakika 5 kwake ni vigumu.
Kwa nini maisha yetu asiwe magumu? Kwa nini maisha yetu asiwe ya kubangaiza bangaiza? Leo ni wangapi wenye madeni? Ni wangapi wenye shida mbalimbali? Ni wangapi wenye maradhi, kisukari, mawazo? Ni wangapi wanawake ndoa zao zimeharibika, walipewa talaka, wako single mother? Ni wangapi watoto wetu tumewazaa wengine machokoraa barabarani? Hii yote ni watu kumsahau Allah subhanahu wa ta'ala. Ni wangapi wenye matatizo mbalimbali duniani makubwa makubwa? Wangapi sasa hivi wanadaiwa maloni? Kuna baadhi ya ndugu yako iko hospitali sasa hivi anadaiwa bili ya hospitali, umeshindwa kulipa. Kuna baadhi ya watu wamepanda mazao yao mahindi, zimeharibika shambani. Ni nani wa kutegemewa? Ni nani wa kuomba msaada? Ni nani wa kuliliwa? Ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, ni mmoja peke yake, ni Allahu jalla jalal. Ukiona jambo, ukiona shida, ukiona dhiki, ukiona matatizo, basi wa kumlilia ni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Man tawakkala ala Allah fa huwa hasbuh, mwenye kumtegemea Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala basi amesalimika na kila balaa na kila matatizo. Leo ni wangapi leo hii tuko tayari kupata shida na kumwelekea Mwenyezi Mungu kumwambia, ya Rabbi, nina shida kadha wa kadha wa kadha wa kadha wa kadha. Lakini wengi wetu tumekuwa tayari kumshirikisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Tumekuwa wengi washirikina kwenda kwa waganga na kutatua shida zetu, ili hali mganga huyo mwenyewe hawezi kukusaidia, ili hali huyo mtaalamu unamtegemea hawezi kukusaidia, isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Angalia mfano huwa Mwenyezi Mungu na binadamu. Binadamu ukimuomba msaada, siku ya kwanza atakupa, siku ya pili atakupa, siku ya tatu atakupa, lakini navozidi kuendelea mwanadamu yule anaanza kuchoka na kuanza kukuambia wewe, sasa vipi wewe? Kila siku shida ni wewe tu. Wewe kila saa tu shida zako haziishi, ni wewe shida tu, kila saa ni wewe tu. Mwanadamu anaanza kuumia na kuanza kuchoka kuelezea maneno mabaya mabaya, kwamba ni wewe mwenye shida kila siku tu. Kwa nini mimi sina shida? Ni wewe tu mgonjwa kila siku, ni wewe mwenye hivi na hivi na hivi. Ili hali Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ukimuomba Allah subhanahu wa ta'ala kila siku, asubuhi, mchana, jioni, asubuhi, mchana, kila siku, Mwenyezi Mungu yuwafurahi, Mwenyezi Mungu anasikia raha, anajigamba mbele ya malaika. Lakini leo tumekuwa wengi kumsahau Allah subhanahu wa ta'ala. Wengi tumekuwa, Allah amekuwa ni mtu mbadala. Allah amekuwa wana option. Mtu aje msikitini kwa sababu tu hana, ndio hivyo tu, yeye ni Muislamu, lakini haji msikitini kwa kuwa yeye yuamwamini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wangapi waliamini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala wakasalimika? Wako wengi. Tumungali Nabii Ibrahim alayhi masalam, aliweza kumtegemea Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na Mwenyezi Mungu akamnusuru katika janga kubwa, katika matatizo makubwa aliyokuwa nayo. Hakuna mwanadamu ambaye kwamba alikuwa na tatizo hili kama Nabii Ibrahim. Nabii Ibrahim alipovunja yale masanamu na watu wake kuafikiana kumpa adhabu ya kumchoma Nabii Ibrahim. Nabii Ibrahim katika hali ngumu, amefungwa kamba, anataka kutupwa katika moto. Nabii Ibrahim huyu, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, nabii wa Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu akatuma malaika wa kila aina kwenda kumnusuru Nabii Ibrahim. Malaika wa majabali alitumwa, malaika wa mvua akatumwa, malaika wa upepo akatumwa, lakini Nabii Ibrahim aliwaambia nini hawa malaika? Nabii Ibrahim aliwaambia kwamba hakika Mwenyezi Mungu yajua ni katika hali gani, kama Mwenyezi Mungu yajua ni katika msiba gani, katika matatizo gani, basi Mwenyezi Mungu yajua jinsi ya kuninusuru. Akasema dua ndogo sana. Dua yenyewe ni gani? Ni hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kusema hivi hasbunallahu wa ni'mal wakil, na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akasema ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Nabii Ibrahim alipotupwa katika moto, kutokamana na maneno ya Mwenyezi Mungu kuamuru ule moto, basi moto haukuweza kumuunguza Nabii Ibrahim hadi siku alipotoka akawa salama. Na Mwenyezi Mungu ni yule ambaye kwamba idha arada shay'an an yakula lahu kun fayakun.
Mwenyezi Mungu sasa hivi anaweza kufanya wewe ukawa bilionia muda huu, anaweza kufanya wewe ukawa mtu maarufu muda huu. Ni wangapi walikuamini? Ni wangapi uko tayari kumwambia Mwenyezi Mungu na shida moja mbili tatu, ya Rabbi nitimizie? Lakini tunamwomba Mwenyezi Mungu kwa kuflash, subiri nijaribu, subiri nione kama Mwenyezi Mungu atanijibu. Lakini ukiwa kweli unamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika uombaji wa kweli, basi Mwenyezi Mungu mlango wake uko wazi wa kukujibu. Mwenyezi Mungu ni tajiri, ndugu zangu tukufu wa Kiislamu. Tukusanyike leo dunia nzima, bara la Asia, la Marekani, la India, la China, la Japan, la wapi, enda Maravini hapa kwingineko, tukusanyike katika uwanja mmoja na kila mmoja aombe shida yake kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu atawakidhia haja zao wote, na wala Mwenyezi Mungu hatupungukiwa hata na kitu kimoja. Ni mfano kwamba Mwenyezi Mungu watu wote kuingiza sindano katika maji au kuingiza kidole katika maji, yale maji yatakayotoka ile kidole, basi ndiyo Mwenyezi Mungu utajiri wake ndio hapa wale watu. Ni nani wa kuombwa isipokuwa ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisa kimoja, jamaa mmoja muumini wa kweli mwenye kumtegemea Allah Subhanahu wa Ta'ala, anaamka asubuhi, yeye wafanya kibarua. Yuamka asubuhi, bwana huyu anasema anaenda kutafuta kazi. Anaambia mke wake, kwa sasa hivi sina kitu, sijui tutakula nini asubuhi, watoto wanasikia njaa. Lakini bwana huyu anamwambia mke wake, tawakkaltu ila Allah, mtegemee Mwenyezi Mungu, insha Allah tutapata. Bwana huyu anatoka kwa sababu mke wake ni mu'min, mke wake pia yamjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sio wake wetu sasa hivi kimwambia nimekosa, basi yeye mdomo amefurisha kuanzia hapa mpaka Kisumu. Mke kumwambia sina, basi yokasirika, ni kama kwamba wewe wafanya kazi banki, ama kama wewe ukienda chooni ukitoa haja wewe watoa pesa. Ni wangapi wake zetu leo hii ukimwambia sina, subhanallah, mtu yuanuna, mtu yokasirika kama kwamba wewe hauwezi kosa. Lakini mke huyu amjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anamwambia mme wake, Mwenyezi Mungu akufungulie mme wangu. Wajua unaweza ukawa wewe hauna kitu. Mwenyezi Mungu kuumba wanawake ni kutupa mawadda wa rahma, kutupa utulivu na mapenzi. Wewe umetoka zako nje huko, umepagaranyika na maisha huko, umetafuta vibarua, umechoka. Ukija nyumbani una mtu ambaye kwamba atakupa maneno mazuri mazuri, atakukanda, atakufanyia masaji, atakuambia hivi na hivi. Ndio maana ya kuumbwa wanawake. Nabii Adam huyu alivyoumbwa yeye peke yake, alionekana ni mtu wa mawazo sana, alikuwa mtu mpweke, amekaa mnyonge. Mwenyezi Mungu akaona, huyu subiri mfanye kitu gani huyu mtu awe mchangamfu. Basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akautumia ubavu wake kumuumba mama yetu Hawa. Na pale sana Adam akawa ni mchangamfu. Mtu aliyeoa na mtu ambaye hajaoa akili zao haziwezi kuwa sawa. Mtu ambaye hajaoa tunaambiwa ni nusu ya mwandawazimu. Mtu ambaye ana mke ni nusu ya mwandawazimu. Kwa sababu wewe ukiwa ukichanganikiwa, nani kukutuliza? Nani kukutuliza isipokuwa ukichanganikiwa, umechanganikiwa mazima. Ndio maana kuwa na mke mwema katika hii dunia, furaha ya dunia ni almar'atu salihah, ni kupata mke mwema, ambapo kwamba mke huyu ukitoka nje atakulindia mali yako, mke huyu atakulindia watoto wako, mke huyu atakulindia heshima yako, mke ambaye kwamba ukimwangalia wasikia raha. Sasa huyo bwana ana mke mu'min, amekosa, anamwambia mke wake, mke wangu leo siko vizuri, naenda kutafuta mke wangu, lakini tumuombe Mwenyezi Mungu tutapata. Bwana huyu anatoka katika harakati ya kutafuta, anaenda huku na huku kuomba vibarua, lakini anakosa kibarua. Anaenda huku kutembea masafa marefu kutafuta kazi tu ya mkono, anakosa, lakini hakati tamaa, anasema alhamdulillah. Kukosa ni kheri na kupata pia ni kheri. Huyu bwana yukosa kibarua,
anarudi zake nyumbani, imefika muda saa 10 kuanzia asubuhi hajapata kibarua yote. Nakumbuka asubuhi ametoka kwake nyumbani, hana hata shilingi moja, hajaacha kitu hata kimoja kwake. Huyu bwana ifika wakati wa saa 10 arudi nyumbani, anawaza na kufikiria itakuwaje. Nyumbani nimetoka asubuhi, sijawaachia hata kitu. Narudi nyumbani sasa hivi sina kitu, mkono mtupu. Akamwambia Rabbi, nifanyie wepesi katika hili jambo. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Huyu bwana pembezoni barabara pale akuta mti mkubwa wa muembe, anapumzika. Kupumzika pale anawaza na kuwazua, atafanya vipi? Akope wapi? Akaenda aombe wapi ili familia yake imefika jioni wapate riziki. Yule bwana kufika katika ule mti anapumzika na kuwa na mawazo sana, atafanya kitu gani, mpaka usingizi unampitia. Usingizi unampitia yule bwana, wasinzie chini ya ule mti kama nusu saa hivi. Baadaye anagutuka, anashtuka kwenye usingizi. Kushtuka kwenye usingizi, anaamua kusema kumbe nipitwa na usingizi, subiri ni zangu nyumbani, hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Lakini anapoamka vile, alipolala pale, nasikia kama kuna kitu kizito kiko chini yake. Anapiga hivi, sasa kuna kitu kizito kiko chini yake. Yule bwana anafukua ile sehemu au anachimbua ile sehemu. Kuchimbua ile sehemu, anakuta gunia. Anafuta ile gunia nje na kufungua ndani ya gunia, anakuta kuna kisanduku kidogo. Kufungua ndani ya kisanduku, subhanallah, anakuta kuna dhahabu, vipisi vya dhahabu 3. Lakini huyu bwana kwa kuwa ni mu'min, kwa kuwa ni mtu amtegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na Mwenyezi Mungu asema man tawakkala Allah fa huwa hasbuh, mwenye kumtegemea Mwenyezi Mungu basi amesalimika. Huyu bwana kwa kuna ile dhahabu, nakumbuka amekosa kibarua kuanzia asubuhi na familia yake haina kitu nyumbani. Ile dhahabu anaamua kirudisha, akisema kwamba hii si haki yangu. Kuna Muislamu mwenzangu au kuna mwanadamu mwenzangu alipita pengine hapa akakitunza au akatunza hii dhahabu hii pengine ya familia yake kumsaidia yeye. Kama ni yangu kweli, Mwenyezi Mungu ataniletea nyumbani. Kama ni yangu kweli, basi Mwenyezi Mungu ataniletea nyumbani. Huyu bwana yuarudisha kile kisanduku na dhahabu yake na kufukia ile gunia kwenye shimo lile na kuondoka zake. Kuondoka zake, tambua huyu bwana hana chochote cha kupeleka nyumbani. Na Mwenyezi Mungu analala pale, akamuonyeshea mali dhahabu vipisi 3. Akaamua kuviacha kwa kuogopa dhulma, kuna mtu amevitunza pale. Ningelisema nichukue, pengine akirudi yule bwana atakosa hii dhahabu yake na itakuwa nimemnyanyasa, nimemdhulumu. Kwa hiyo bora niviache, kama ni vyangu basi vitanifuata nyumbani. Yule bwana yotoka mpaka kwake, mke wake anampokea vizuri, anamwambia haya mume wangu, kulikoni huko, kumekuwa vipi, umefanikiwa? Mume anamwambia mke wangu, sijafanikiwa chochote. Mke anamwambia basi insha Allah Mwenyezi Mungu basi wajua katika hali yetu, kwa sababu gani amekosesha leo. Lakini tufanye hivi, watoto wasikia njaa, mke anaamua kuchukua sufuria na maji ya moto wanabandika pale. Wale watoto wakiona vile, wanaona sufuria kama kitu kinaiva, wanakuwa na hope kwamba chakula kitaiva muda fulani. Watoto wanalia njaa, mama yao anawaambia subiria, chakula bado kijaiva, na kumbuka ni maji amebandika kwenye sufuria. Watoto wale wanalia njaa mpaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawapa usingizi, wanalala. Mume na mke wanakuwa macho na kuswali rakaa 2. Kuswali rakaa 2, mume anakumbuka kumbe barabarani alikuta dhahabu. Anamwambia mke wake, mke wangu, mimi tembea zangu, katika kurudi niko na sehemu nikajipumzisha. Lakini hiyo sehemu kujipumzisha, nilipogundua kwenye usingizi kuamka nikakuta chini pale kuna dhahabu. Umefika sehemu umeokota pesa, alafu kumwambia mke wako nimeiacha. Siku hiyo talaka ishapita. Wewe mjinga kweli? Utaje pesa bibi? Ile Mungu amekuletea bibi. Vipi inakuwaje? Yaani unaweza kumlaumu mume wako. Lakini huyo mke ni mu'min, anamwambia mume wake, mume wangu umefanya jambo zuri sana. Na kama ni riziki yako basi Mwenyezi Mungu ataileta hapa nyumbani.
Yule mume na mke wake katika harakati ya kuzungumza, kumbe barabarani nje wanapita wale jobless, hao watu wa script, wanasikia ile story kwamba huyu bwana kuna sehemu alipita akakuta dhahabu, akaiwacha akaifukia pale pale. Wanamuona akasema huyu mtu mpumbavu kweli, kumbe ameacha pale, subiri tuipitie sisi. Wajamaa wanatoka mbio mpaka ile sehemu, ule mti. Wakifika pale wanafukua ile sehemu, kufukua na kuta kweli gunia liko pale. Anambia huyu mtu mshenzi kweli huyu, yaani upote dhahabu iache. Wafukua atoe ile gunia, kutoa ile gunia unakuta kweli sanduku kweli ndani ipo, ile kisanduku kipo pale pale. Wanakifungua sasa kukuta kile kama dhahabu walioambiwa na ule bwana ni kweli. Wanafungua katika ile dhahabu, cha ajabu wakikifungua na kutana nzi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni yule ambaye kwamba idha arada shay'an ayakulahu kun fayakun. Mwenyezi Mungu amegeuza ile dhahabu kuwa kinyesi, imekuwa uchafu. Unafungua na unakuta kinyesi, jamaa waanza kulalamika. Huyu shekhe kweli huyu, kumbe ni muhuni, kumbe naye pia hizi swala zote anazoswali kumbe ni muhuni huyu. Subiri tumkomeshe sasa. Wale bwana wanaanza kumkomesha, wanachukua kile kisanduku na kifunika na kukiingiza katika ile gunia na kusema kwamba tunakumtupia huyu kinyesi. Haya mavi tunakumtupia huyo bwana kwake. Watu wa gunia mpaka kwake kwa huyo bwana. Wanakuta dirisha iko wazi. Wanaamua kufungua kile kisanduku na kuchukua kile kisanduku na kukitegesha na kukirusha ndani, ili yule uchafu ule mavi basi yamke ndani ya nyumba yao. Wale bwana wachukua kisanduku na kitupa ndani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala unakirusha, Mwenyezi Mungu anageuza yale kinyesi, yale mavi kuwa dhahabu tena. Yule bwana anasujudu baada ya asikia kitu kimemgukia kwenye shingo. Anaweza kusoma na toa salamu, assalamu alaykum wa salamu, anagoga pembeni hivi, anakuta dhahabu na kisanduku kile alichokiwacha kule kwenye mti. Ni nani alimletea? Ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amekitoa kule alipokitoa mpaka nyumbani kwake. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana uwezo wa kukuletea jambo ambalo kwamba haukulitarajia. Ni wangapi leo hii unahangaika ende maradhini kutafuta kazi wewe? Uenda town, uenda huku ende maradhini kutafuta kazi. Lakini kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuandikia kazi yako wewe ni Kisumu. Waweza ukawa unahangaika tu hapa ende maradhini unahangaika, lakini Mwenyezi Mungu wewe riziki yako iko Kisumu. Inaweza kama mtu yuko Kisumu, yuko Nairobi, CBD, town kubwa, kumbe riziki yake iko ile maradhini huko. Hiyo ni kazi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukikosa sema alhamdulillah, na ukipata sema alhamdulillah, kwa sababu unaweza ukapata ikawa shari kwako, unaweza ukakosa ikawa kheri kwako, kwa sababu Mwenyezi Mungu ana sababu kukupa wewe na kumkosesha huyo. Na pia ukipata usijisahau. Ukipata usiseme mama nimepata, kumbuka kuna watu chini yako ambapo kwamba hawana hicho ulichokuwa nacho. Angalia katika kheri pia kupata na kukosa. Ukikosa sema alhamdulillah. Bwana mmoja huyu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamuumba na matatizo kidogo. Kumuumba kwake anamkuta sikio yake moja ni dogo, lingine ni kubwa. Huyu bwana mtaani watu wanamzomea, wanamcheka mpaka wakambandika jina wakamwita kisikio. Bwana anakasirika kila saa, msijiite hivyo, msijiite hivyo. Lakini Mwenyezi Mungu ana sababu kumuumba huyu hana sikio moja au sikio yake dogo. Mpaka siku moja nyumbani kwao wakaingia majambazi usiku. Kuingia majambazi usiku, yule bwana alikuwa amelala, huyu masikio ndogo amelala. Majambazi katika harakati ya kufanya kuiba pale, kumbe waliangalia movie fulani ya kihora ya kizombi. Kuna zombi mmoja adui sana huyu, alikuwa kitafuna watu, lakini sikio yake moja lilikuwa dogo kama yule bwana. Wale waizi walipoingia pale sasa wanaamua kuiba, ghafla wanampata ule mtoto anaamka na ile sikio ndogo na kubwa. Wale majambazi wale na sikio dogo na kubwa kukumbuka mtoto yule hora yule zombi ndio huyu, wakakimbia mbio wote. Wakatoka mbio ndani wote, wakaacha mali kila kitu akacha pale. Kwa kuona sikio hilo dogo na hilo kubwa, akasema huyu pengine mtoto ule sheitani tumemwona kwenye movie. Mwenyezi Mungu amemnusuru,
Kwa nini? Kwa sikio yake, mapungufu yake haya. Wale wengine ambao kwamba waliumbwa vizuri, kimcheka mwenye majambazo akaingia ndani na wakaiba kila kitu. Ukipata sema alhamdulillah, na ukikosa sema alhamdulillah. Hii yote ni Mwenyezi Mungu na mipango ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, visa ni vingi na matukio ni mingi yaliyotokea katika ndani ya Uislamu, na watu wakubwa na manabii walipima mitihani yao, lakini walimtegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nabii Yunus kadhalika, yeye pia alimtegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipomezwa na samaki. Wengine wakasema nyangumi. Nabii Yunus katika tumbo la samaki alimuomba nani ndugu zangu? Yuko ndani ya tumbo la samaki, akasema dua gani? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh-dhalimin. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamnusuru Nabii Yunus kutokana kwa kumtegemea yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo ndugu zangu watukufu wa Kiislamu wale maravini, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anahitaji kuombwa. Mwenyezi Mungu anahitaji kutegemewa. Mwenyezi Mungu anahitaji kunyenyekewa. Mwenyezi Mungu anahitaji kila kitu ambacho kwamba wewe uko nacho basi utaulizwa kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Barakallahu bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Istaghfiru rabbakum.